Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karibu katika simulizi nzuri na ya kweli inayomhusu Esta, Mordekai na Naamani. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Esta katika Agano la Kale. Anakuletea simulizi hii si mwingine bali ni Amos Leonard. Karibu. Hadithi hii inatoa mafunzo muhimu kuhusu uaminifu, ujasiri na jinsi Mungu anavyoweza kuingilia kati katika maisha ya watu wake. Hadithi ya Esta inatokea wakati utawala wa mfalme Asuero wa Uajemi, ambaye alitawala sehemu kubwa ya ulimwengu wa zamani. Katika kipindi hiki, Wayahudi walikuwa katika uhamishoni na wengi wao walikuwa wakiishi katika Uajemi. Hadithi hii inaonyesha jinsi Mungu alivyowalinda watu wake katika nyakati za hatari. Esta alikuwa msichana mzuri wa Kiyahudi ambaye alikuwa na jina la Kiyahudi Hadsa. Alikuwa yatima. Alikuzwa na binamu yake Mordekai. Wakati mfalme Ahasuero alipotafuta malkia mpya baada ya Vashti kufukuzwa, Esta alichaguliwa kuwa malkia. Hata hivyo, alificha utambulisho wake wa Kiyahudi kwa sababu ya hofu ya madhara ambayo yangemkabili yeye na watu wake. Mordekai alikuwa mtu mwenye hekima, ujasiri. Alikuwa na nafasi ya heshima katika mji wa Shushani, lakini alijitenga na heshima hiyo kwa ajili ya kulinda watu wake. Alimfundisha Esta kuhusu urithi wake wa Kiyahudi na umuhimu wa kutenda kwa ujasiri. Alikuwa na uhusiano wa karibu na Esta. Alijua kuwa Mungu alikuwa akimwandaa kuwa ajili ya jukumu kubwa. Naamani alikuwa waziri wa mfalme Asuero na alikuwa na chuki kubwa dhidi ya Wayahudi. Alikuwa na nguvu na mamlaka, lakini alitumia nguvu zake kwa mabaya. Alipanga njama ya kuangamiza Wayahudi wote katika Uajemi kwa kutunga sheria ya kuwaua. Hii ilikuwa ni njama mbaya ambayo ililenga kuondoa kabisa watu wa Mungu. Naamani alikamilisha mpango wake kwa kumwambia mfalme Asuero kuhusu Wayahudi, akidai kuwa walikuwa watu wasiofuata sheria za nchi. Mfalme alikubali na kutoa amri ya kuuawa Wayahudi wote. Hii ilikuwa ni hatari kubwa kwa Esta na Mordekai, kwani walikuwa miongoni mwa Wayahudi hao. Mordekai alijua kuwa Esta alikuwa na nafasi ya kipekee kama malkia. Alimhimiza aingie kwa mfalme ili kumwambia na kumwomba msaada kwa ajili ya watu wao. Hata hivyo, Esta alijua kuwa kuingia kwa mfalme bila mwaliko ilikuwa ni hatari kubwa na inaweza kumaanisha kifo. Lakini kwa sababu ya upendo wake kwa watu wake na uaminifu wa Mungu, Esta alikusanya ujasiri wake na kuamua kufanya hivyo. Esta akatangaza siku 3 za kufunga na kuomba pamoja na watu wa Kiyahudi. Hii ilikuwa ni ishara ya kutafuta msaada wa Mungu katika hali yao ngumu. Esta alijua kuwa bila msaada wa Mungu
hakuna uwezo wa kushinda changamoto hii kubwa. Baada ya kufunga na kuomba, Esta aliingia kwa mfalme. Mfalme alifurahishwa na kumuona na alimtaka aombe chochote alichotaka. Esta alitumia fursa hii kwa busara, akamwalika mfalme na Naamani kwenye karamu. Katika karamu hiyo, Esta alifichua utambulisho wake wa Kiyahudi na kuonyesha hatari iliyokuwa ikimkabili na kukabili watu wake. Baada ya Esta kufichua njama za Naamani, mfalme alikasirika sana. Alimwambia Naamani kuwa alipaswa kuangamizwa kwa sababu ya njama zake za uovu. Naamani alikamatwa na kuangamizwa, na Mordekai alipewa heshima kubwa na mfalme. Hii ilikuwa ni ushindi mkubwa kwa Wayahudi. Walifurahia uhuru wao. Hadithi ya Esta, Mordekai na Naamani inatufundisha kuhusu umuhimu wa ujasiri, uaminifu. Esta alionyesha ujasiri wa kipekee katika kutetea watu wake, na Mordekai alionyesha hekima na uongozi. Mungu alionyesha nguvu zake katika kuwalinda watu wake. Na hadithi hii inatukumbusha kuwa katika nyakati za shida tunaweza kumtegemea Mungu kwa msaada. Katika maisha ya kila siku tunakumbana na changamoto nyingi, lakini hadithi hii inatufundisha kuwa na imani na ujasiri, na kwamba Mungu yuko pamoja nasi katika hatua tunayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umeona wazi kwamba ukimtegemea Mungu, Mungu anaweza kusaidia katika mambo mengi. Ukimtegemea Mungu, Mungu anaweza kufanya vitu visivyowezekana vikawezekana. Ilikuwa si rahisi Esta kuingia katika nyumba ya kifalme. Kinyume cha taratibu ya ufalme ule, aliweza kuingia ni tu pale ambapo aliweza kufunga kwa siku 3 huku akimwomba Mungu. Na kwa sababu Mungu alionyesha kutegemewa, hivyo hakusita kuwasaidia watu wake, na akawasaidia kweli kweli. Naweza kuwa katika changamoto, shida na changamoto mbalimbali. Haupaswi kukata tamaa, hivyo unapaswa kumtanguliza Mungu ili aweze kukupigania na kutetea. Unahitaji kuonyesha ujasiri, unahitaji kuonyesha imani kwamba yale ambayo unamwomba Mungu, yeye atatimiza katika maisha yako. Mungu akubariki sana sana kwa kusikiliza hadithi hii ya kweli ya Esta, Mordekai na Naamani. Mungu akubariki sana sana. Kama unahitaji ushauri, maombi na maombezi, usisite kuwasiliana nami kwa simu nambari 0786614210. Namba hii unaweza kuitumia WhatsApp ama kupiga ama kutuma message kwa njia ya kawaida. Mungu akubariki sana sana. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Amos Leonard. Mungu akubariki sana sana. Amen.